Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutuchagua. Tumerejea tena na sasa ni sehemu ya pili ya kipindi cha Kumekucha Mahojiano. Tayari studioni tunaye mgeni wetu wa leo, Hassan Ali, ambaye ni mkurugenzi wa ugavi na uendeshaji kutoka Bohari Kuu ya Dawa MSD, na tutazungumzia kuhusiana na hali ya upatikanaji wa dawa nchini na masuala yote ambayo Bohari Kuu ya Dawa inahusiana nayo katika mnyororo mzima na usambazaji wa bidhaa za afya katika vituo vya afya hapa nchini. Mimi ni Juliet Robert, niko na Farida Mbilinyi. Farida, tuwe wote. Asante sana. Haya, karibu sana Hassan. Asante sana. Asante, na labda tuanze kuifahamu. Tunajua tunaifahamu MSD ndio inayohusika katika usambazaji wa dawa, ina jukumu kubwa kweli kweli. Lakini tuelezee pia kidogo basi kwa majukumu yake ya msingi ya Bohari Kuu ya Dawa. Ni kweli MSD ni taasisi ya serikali ambayo ilianzishwa mwaka 93 kwa sheria ya Bunge. Kwa ni taasisi ambayo ipo kisheria kabisa, ambayo hapo awali ilikuwa na majukumu ya msingi matatu. Moja likiwa ni ununuzi, yani tulikuwa tunafanya kazi ya kununua bidhaa za afya kutoka sehemu mbalimbali ndani na nje ya nchi, lakini tukishazinunua tunazihifadhi. Kwa jukumu la pili sasa linakuwa ni swala zima la utunzaji wa zile bidhaa. Nalisemea hili kwa sababu utunzaji wa bidhaa za kawaida sio kama utunzaji wa vitu vya kawaida tunavyovifanya katika maghala mbalimbali. Huu unakuwa unategemea viwango fulani vilivyowekwa. Baada ya hapo usambazaji. Kwa majukumu yetu ya msingi yalikuwa ni matatu. La kwanza ni ununuzi, utunzaji na usambazaji wa bidhaa za afya. Lakini baadaye tukaongezewa jukumu la 4 ambalo ni jukumu la uzalishaji. Kwa kumbuka kwamba hapa tunazungumzia kama ulivyosema dawa, vifaa tiba na mambo mbalimbali yanayohusiana na bidhaa za afya. Kwa hiyo utunzaji wake au ununuzi wake ni wa namna ya kipekee. Hata ule kwa sababu ni bidhaa ambazo zinaenda kugusa maisha ya binadamu moja kwa moja. Kwa hiyo ni vitu ambavyo serikali ikaandaa hiyo taasisi, ikaianzisha mwaka 1993 na kuipa jukumu rasmi la kufanya shughuli hizo. Lakini bidhaa hizi zinakwenda kwenye vile vituo vya umma na vile ambavyo baadhi ya vituo binafsi vilivyopo hapa nchini. Kwenye MSD, ukizungumza MSD huwa kuna mkanganyiko na taasisi nyingine ya TMDA kwamba wapi majukumu yenu yanatofautishwa. Labda mwananchi pia angependa kufahamu hilo. Sasa TMDA tuseme yeye ni regulator, yani yeye ni msimamizi wa sekta. Kwa sababu huwezi ukawa unanunua mwenyewe uitunze na usambaze, lazima hapo mwingine anakusimamia. Kwa TMDA ni msimamizi ambaye anahakikisha kwamba zile bidhaa ambazo tunaziingiza nchini au tunanunua kutoka kwa wazalishaji nchini basi zinakuwa zinaendana na vile vigezo, yani zinakidhi vigezo ambavyo vinaweza kutumika na binadamu. Kwa TMDA yeye anatusimamia sisi, lakini MSD sasa ndio anatekeleza ile jukumu moja kwa moja kuhakikisha kwamba bidhaa zile zinapatikana hadi kwa mlaji wa mwisho. Lakini taasisi zote hizi mbili ni za serikali na zote ziko chini ya Wizara ya Afya. Kwa mtu kwenye utendaji anapaswa kuwaona nyinyi MSD. Sisi tutakuwa mstari wa mbele. Ni kweli. Ni kweli. Lakini mamlaka inayosimamia ni TMDA. Ni kweli. Na anatufanyia ukaguzi kama anavyofanya kwa watu wengine. Na anatusimamia na anatuelekeza kama anavyoelekeza taasisi nyingine. Kwa kukiwa na malalamiko kwa MSD tunaenda TMDA. Sasa inategemea na aina ya malalamiko anayoyasimamia ambao TMDA anayafuatilia. Ni kweli pale ambapo kuna changamoto mbalimbali basi TMDA hufika na kutupa maelekezo. Sawa. Tukiangalia sasa hali ya upatikanaji wa bidhaa hizi za afya nchini. Tunajua tunaposema bidhaa za afya mwingine anaweza atakajua MSD sana kwenye dawa, lakini na vifaa tiba na venye pia mnahusika navyo. Hali iko vipi? Labda niseme swala la upatikanaji wa bidhaa za afya nchini ni swala linalosimamiwa moja kwa moja na Wizara ya Afya au na wizara nyingine ambazo zimekasimishwa jukumu kama hilo. Kwa hiyo MSD ni mdau katika kuhakikisha kwamba bidhaa za afya zinapatikana kutokana na hilo jukumu alopewa. Kwa sasa hivi tunavyozungumza ni wastani wa 90% huko. Na hii niseme inategemeana na ngazi mbalimbali ya vituo. Yani tukizungumzia vituo vya kutolea huduma za afya, tunazungumzia kuanzia ngazi ya zahanati, tunazungumzia vituo vya afya, hospitali za wilaya, hospitali za rufaa za mikoa mpaka juu huko hospitali ya taifa. Kwa hiyo ngazi hizi zote zina bidhaa maalumu ambazo zinasimamia. Kwa upatikanaji kwenye ngazi hizi uko kwenye asilimia hiyo angalau 90. Umefikia asilimia 90? Yes, kwa ujumla wake. Sasa hapa tunazungumzia MSD pamoja na vyanzo vingine mbalimbali ambapo bidhaa za afya zinapatikana. Sawa. Karibu Farida.
Asante. Mkurugenzi, pengine nikurudishe kidogo nyuma katika ile jukumu la 4 ambayo mmeongezewa la uzalishaji. Kwanza mmefikia wapi? Maana kubwa zaidi kama Watanzania tunatamani siku moja tusiagize dawa kutoka nje, sisi tuwe wazalishaji wakubwa. Kwanza niseme kama nchi sasa hivi ni kwamba kuna kasi kubwa sana imeanza kuongezeka. Wengi mtakumbuka kwamba nchi ilikumbwa na janga la uviko 19 ambapo bidhaa za afya kwanza zilikuwa adimu, yani zilikuwa kuna changamoto kubwa kuweza kuzipata, lakini bei pia zilipanda sana. Kwa hiyo hapo serikali ikaanza kuchukua hatua mbalimbali. Moja, kwetu sisi MSD ilifanya mabadiliko ya sheria mwaka 2021. Pale ikatuwezesha sasa sisi kuwa na jukumu lile la uzalishaji. Wakati ule hata vile vifaa kinga kama barakoa, mnakumbuka, vitakasa mikono havikuwepo. Kwa MSD tukaanza pale sasa kuzalisha zile barakoa, na wengi mlikuwa mnasikia kwamba kuna barakoa za MSD, na pale tulikuwa namuuzia hadi mwananchi kabisa wa kawaida, badala ya kuuza kwenye vituo vya afya au wale ambao wauzaji wakubwa. Ilikuwa ni kuhakikisha kwamba zile zinafika kule. Lakini baada ya kuona kwamba kama nchi tunaagiza sana kutoka nje ya nchi, tukaja na mikakati mbalimbali. Mkakati mmojawapo ikiwa kwanza sisi wenyewe tushiriki kwenye uzalishaji wa bidhaa za afya, ambapo ndo tukaja na kiwanda cha Idofi ambacho kinazalisha gloves sasa hivi. Lakini la pili tukasema okay, tumekuwa pia tukiagiza bidhaa hizi za ARV nyingi sana kutoka nje, tuanzishe sasa na sisi kiwanda, ndio kiko cha TPI pale Arusha, kiko kwenye hatua za ukamilishaji, tutategemea na chenye kitaanza kuzalisha. Lakini pamoja na hivyo tukasema okay, hizi ni jitihada tunazozifanya ili tufanye vizuri, tufanyaje? Tukaje sasa na kampuni tanzu ikaanzishwa na MSD. Inaitwa MSD Medifarm Manufacturing Company Limited. Kampuni hii ilianzishwa ili itoe fursa sasa kwa watu wadau mbalimbali wa ndani na nje ya nchi ili kuweza kuhamasisha na kushiriki katika uzalishaji wa bidhaa za afya. Hapo sasa ndio tukaanza kuita makampuni ya kigeni, tukawa natangaza fursa mbalimbali kwa wazawa nchini. Tukapata kampuni, tunaendelea pale Zegereni Kibaha pale, tayari tumeingia kwenye ubia wa namna hiyo kuweza kushiriki. Lakini pamoja na jitihada ambazo tumekuwa tukizifanya kama MSD, tukaanza kuwa tunawatazama hawa wazalishaji wa ndani. Tukawa tunatoa fursa maalum kwa wazalishaji wa ndani ili nao waweze kushiriki katika kuuza zile bidhaa zao. Kwa hiyo kama nchi kupitia MSD tayari kuna juhudi kubwa inafanyika na baadhi ya juhudi zinaonekana. Kwa hiyo kasi ni kubwa kwa sasa hivi, na ukiangalia hata ile trend tukitazama kwa ujumla, utaona watu wengi sasa hivi, kuna bidhaa ambazo tulikuwa hatuwazi kuzalisha nchini, wapo watu tayari wanazalisha, kwa mfano syringe hizi mabomba ya sindano. Kwa hiyo kuna bidhaa tofauti sasa hivi zimeanza kuwepo nchini. Kwa hiyo kumekuwa kuna mabadiliko makubwa sana hivi karibuni. Farida, katika masuala ya usambazaji sasa, ni vipi mnahakikisha hizi dawa, vifaa tiba ambavyo mnavipeleka katika hospitali mbalimbali hususan za serikali zinawafikia wale walengwa? Maana kuna malalamiko mengi sana yanatokea, wanaenda hospitali wanaambiwa dawa hakuna, na wenda zipo nyinyi mnazipeleka, ila sasa wenda kuna mambo yanafanyika ambayo sio. Hili ni swali zuri na la msingi, labda tulete uelewa. Kwanza zipo hatua mbalimbali. Dawa hazitoki kwenye ghala la MSD bila kuwepo kwa utaratibu maalum. Vile vituo vya kutolea huduma za afya zinaomba zile dawa kupitia MSD na haziombi kwenye makaratasi. Kuna mifumo maalum, wao wanatumia mifumo maalum ya kuweza kuomba zile bidhaa. Kwa hiyo wanaomba zile bidhaa kwenye mifumo maalum, na sisi tunapokea yale maombi yao, ambapo yanapitia idhini mbalimbali kwenye ngazi za wilaya, ngazi za mkoa, na hatimaye zinakuja MSD. MSD anakuwa anafanya jukumu sasa ya kuchakata yale maombi kwa njia hizo za kielektroniki. Zinachakatwa vizuri zile takwimu, zinawekwa pale kwenye zinapakiwa sasa zile bidhaa kutokana na mahitaji au kutokana na hali ambayo ya uhifadhi wa zile bidhaa. Zinaondoka kwenye yale magari, zikifika zinakabidhiwa pia kwenye mfumo, lakini pia kule kwenye vituo kuna kamati maalum. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tunaozungumza mtiririko mzima wa usambazaji wa hizi bidhaa umedhibitiwa vizuri sana kielektroniki, kwamba umeagiza kiasi gani, umepewa kiasi gani, kinaonekana kielektroniki na mpaka kinakuja kupokelewa. Na hata wao kule wanavyovifanya, wanavyotoa zile bidhaa, huwa ni kwamba wanahakikisha kwamba kuna takwimu rasmi za kuonyesha zile bidhaa zinatoka vipi. Kwa hiyo labda tuseme hili la kwamba
bidhaa kule inawezekana hazipo. Inawezekana labda ni ngazi za vituo ambao tumekwenda, wewe umeenda labda unatarajia uende kule umpute mtaalamu fulani, labda yanapatikana kwenye ngazi fulani, au la inaweza kuwa ni sababu tu nyingine tofauti na hizo, ila kwa mfumo ambao umetengenezwa kama yanakuwepo mapungufu yanaweza kuwa ni madogo mno, lakini vinginevyo mfumo kama mfumo unakuwepo na unaweza ukaurudia trace back, yani ukarudi nyuma kwa nyuma ukaangalia kwamba ni kitu gani ambacho kimetokezea. Kwa kimfumo tumejipanga, naomba niseme hivyo. Sawa, lakini mkurugenzi, kwa hiyo ni kwamba tunapoa mwananchi akienda hospitali ama kituo cha afya akiambiwa dawa hii hakuna, sio tatizo lenu? Sisi tunasema kwenye kituo cha afya, naomba niseme kabisa ni kwamba hilo sasa MSD anakuwa yuko nje, kwa sababu MSD jukumu lake ni kufikisha pale dawa, yeye hafanyi ile kazi ya kutoa dawa. Kwa hiyo hapa labda tunahitaji zaidi na natamani tungekuwa tunawapata na wale watu wa vituo waweze kuwa wanatueleza. Inawezekana kuna maeneo ambayo hatuna ule uelewa wa kutosha wa nini kinachoendelea kwenye vile vituo vya kutolea huduma za afya. Ila MSD anakuwa ametimiza ile jukumu mpaka pale. Na niseme tu wazi kwamba huu mfumo wa bidhaa za afya kule kwenye vituo wanao uwezo wa kupata hizi bidhaa kutoka sehemu mbalimbali. Kwa serikali imetengeneza yale mazingira kwamba ukienda MSD ukikosa unaweza ukapata huko. Kwa ndio mfumo unavyofanya kazi. Kwa hiyo zikitokea changamoto zinakuwepo, lakini wenda ni ndogo ndogo tu ambazo labda tunahitaji zaidi tuwaelimishe wananchi watuelewe na kuweza kujua kwamba nini mwelekeo wa serikali katika sekta ya afya. Naam, pengine ni kukatisha kidogo hapo, tusaidie pia kuweka sawa kwamba ni dawa zote zile muhimu zinapatikana katika vituo vya afya na hospitali zote, au kuna baadhi ya dawa zinaenda kwa ngazi? Nadhani nilisema hili hapo awali. Hizi dawa kuna level za utaalamu katika hizi ngazi za vituo. Nilizitaja zahanati, nikasema vituo vya afya na kuendelea. Kwa hizi dawa zinategemeana na ngazi ya kituo. Yaani sio kila ngazi itakuwa na dawa zote. Na sio, ndio maana utasikia kwamba mgonjwa au mhitaji anaambiwa atoke ngazi hii aende ngazi inayofuata. Kwa hiyo ni jambo jingine ambalo tunatamani wananchi waelewe. Ndio maana nimesema ni muhimu sasa labda na wahusika ambao wako kwenye utoaji wa huduma za afya kwenye ngazi zetu zile za vituo walizungumze hili na wananchi wazidi kuelewa kwamba yani huwezi kupata ile matibabu ambayo ni ya madaktari bingwa au dawa zile kwenye zile ngazi ambazo ni za chini. Kuna utaratibu, na utaratibu useme umewekwa kwa sababu maalum. Sawa sawa. Kwenye eneo hilo hilo pia, ili kuliweka sawa, kwa sababu ndio malalamiko makubwa huwa yako hapo. Kwenye huu mfumo wenu, kwa namna gani mmeuweka usiwe sasa wakati mwingine, kwa sababu ukizungumza na watu wa huduma ama vituo vya afya wakati mwingine wanakuambia ni mfumo wenyewe ndio unakwenda kuomba dawa, lakini kwa sababu tunatumia mfumo na nini, kuna ule ucheleweshaji mpaka dawa iwe imefika tayari zile zilizopo hapa zimekwisha na watu wanaendelea kukosa dawa. Na hata kipindi fulani tuliona waziri nasema kwa nini nje kuna dawa ndani hakuna dawa. Lakini binafsi pengine inakuwa kwake ni rahisi kutafuta dawa, lakini kwa sababu nyewe mna mifumo pengine na mambo mengi inachelewesha dawa kufika kwenye vituo vya afya. Labda naomba niuzungumzie tu utaratibu jinsi ulivyo. Niende tu kwenye level ambayo ya kawaida kabisa, mfumo unafanyaje kazi. Ndio. Serikali imetengeneza mfumo ambao vituo hivi vinaomba dawa kutokana na mahitaji yao, na vimetengeneza kalenda kabisa kwamba kati ya tarehe 1 mpaka 10 kituo cha kutolea huduma za afya kitaomba dawa kutoka MSD. Na MSD anapewa zile siku 20. Kwa hiyo ukishachakata yale mahitaji kati ya tarehe 1 mpaka 10 zinaingia, sio 1 mpaka 10 zimeshafika, zinaingia kidogo kidogo, na MSD anachakata, anaanza kuandaa yale mahitaji ili aweze kupeleka kwenye vituo. Kwa hiyo yakishafika yale mahitaji, ndio hapo sasa vituo vinaanza kuhudumiwa, na vituo huwa vinafahamu mahitaji yao. Sasa tuseme tu kuna wakati kwamba inawezekana labda mahitaji yakazidi. Tunajua magonjwa yanaweza yakatokea milipuko labda yakazidi. Labda hizo zimetokea changamoto kama hizo. Lakini ni mfumo ambao unaenda kwa utaratibu. Nikwambie tu labda mtangazaji, MSD anapimwa kwamba anapeleka wa zile bidhaa kwa kuzingatia muda uliowekwa kwa asilimia ngapi. Nikizungumza katika robo iliyoisha ambayo imesha Disemba, MSD iliweza kufanikisha kupeleka zile bidhaa kwa kuzingatia muda kwa asilimia 98. Unaweza kuona ni tuko kiasi gani. Sisi tunatumia zaidi ya magari 200. Kuna wakati hapa tunatumia treni kupeleka hizo. Zinaenda boti, zitakwenda hadi pikipiki ili ile tuweze kufika, sisi tunaita timely delivery, ili uweze kufika zile asilimia zinazohitajika za kupeleka bidhaa za afya. Kwa swala la muda,
kwa sababu dawa, tukubaliana mimi nawe kwamba dawa sio kwamba ukikosa saa hizi ikifika jioni basi utatumia za mchana na za jioni. Ni dozi ambazo zimewekwa kwenye utaratibu maalum. Kwa na sisi tunazingatia katika usambazaji kwamba ni wakati gani tunatakiwa tu tumefikisha dawa kwenye vile vituo vya kutolea huduma za afya. Sawa sawa. Ni Hassan Ali, mkurugenzi wa ugavi na uendeshaji MSD. Tunazungumzia kuhusiana na upatikanaji wa bidhaa za afya nchini. Unaweza ukashiriki nasi mtazamaji, nambari ya simu iko hapo kwenye skrini yako 0759427888. Ukipiga simu punguza sauti ya televisheni yako, uliza swali moja kwa moja na mkurugenzi yuko hapa kwa ajili ya kuweza kujibu, ama kama una maoni ya kuboresha sekta hiyo. Mkurugenzi, umeeleza hapo mwaka 2021. Tunaye mtazamaji Matayo kutoka Mbeya, karibu. Salama kabisa, karibu. Asante, niko naangalia kipindi chenu cha afya hiki. Ndio, karibu. Kuhusiana na kutoa huduma za dawa. Msemaji hapo nimemsikiliza anasema kila kituo ina dawa. Lakini pia kama kuna huduma ambayo inatakiwa uende ngazi nyingine, inatakiwa kurufaa wao, sema uende kituo fulani. Lakini sasa kuna ile hali ya kuambiwa ukanunue dawa kwenye maduka ya nje hapo hospitali. Kwa hiyo nikawa najiuliza kuwa mbona mara nyingi sana nakwambia hivyo, tuenda kuchukua nakwambia kanunue dawa. Sasa inakuwaje, kwa nini uende kununua dawa wakati dawa zipo, na kama hazipo kwa nini wasikufaa uende sehemu nyingine? Sawa, asante sana Matayo. Umelisikia swali la Matayo, karibu. Nadhani swali limezunguka kwenye mazungumzo ambayo tumekuwa tukiyasema. Na sehemu ya mwarobaini labda niseme wa hili ambalo amelizungumza, nashindwa kulisemea kwa sababu inawezekana lipo kwa kiasi gani yanaweza kulizungumza zaidi, lakini kubwa ni kwamba kuna mikakati ambayo serikali imeanza kufanya. Kwa mfano tunazungumzia huduma ya afya kwa wote. Haya ndio ambayo yanaenda sasa kuweka hayo mambo sawa, lakini hili la kwake nashindwa kulisemea hasa kwa sababu utaratibu upo na vituo vina namna ambayo ya kuweza kuhakikisha kwamba bidhaa za afya zinakuwepo pale kituoni. Labda utaratibu ni napokosa dawa kwenye kituo hakina dawa, anatakiwa nielekeze wapi? Kwenye kituo kingine cha ngazi ya juu, ama kwa sababu anasema kama ulivyosema mwanzoni kwamba dawa zingine zinapatikana ngazi ya juu, kwa nini niambiwe kwenda dukani nje? Nilichosema inategemeana na utaratibu. Sasa pale kwenye vituo vya kutolea huduma za afya wana utaratibu wao. Kwa hiyo inawezekana iko pale au wana sababu ambazo ni za msingi. Nimekuwa nikiepuka sana kusemea hizi kesi moja kwa sababu unaweza ukatoa wale majibu ambayo ni ya jumla au ambayo kama nilivyokuambia sisi kama MSD tunahusika sana na eneo la usambazaji. Kwa hiyo ni muhimu sasa labda vituo vyenyewe au wazungumzaji kutoka kwenye vituo waweze kuliona na kulifuatilia hilo na kutolea yale majibu ambayo yanafaa zaidi. Sawa. Mkurugenzi, tunafahamu mwaka huu 2021 hata umeelezea hapa kulikuwa nayo mabadiliko na mkaongezewa hilo jukumu la uzalishaji bidhaa ambayo tunaona sasa hivi ni kama linapigiwa chapuo zaidi, na hasa ni baada ya kuona pengine tunakokutegemea wakati mwingine kwa wahisani unako kumekata misaada. Hili sasa mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba hatukwami kutokana na sababu hiyo na hili jukumu ambalo mmepewa? Yes, yako mambo mengi ambayo yanafanyika. Naweza nikakwambia labda miaka takriban 5 iliyopita tulikuwa tunanunua bidhaa kutoka nchini kwa wazalishaji kwa shilingi kama bilioni 16.7. Lakini sasa hivi tunanunua bidhaa kutoka kwa wazalishaji wa ndani kwa mwaka ulioisha wa fedha tulikuwa tumefika bilioni 98, karibu bilioni 100 hizo tayari tulikuwa tunanunua kutoka kwa wazalishaji wa ndani. Lakini kubwa ni kwamba katika kuhakikisha hatukwami, serikali yenyewe sasa baada ya kuona sasa ufadhili umeanza kusuasua, ilitenga fedha kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 140 hasa kwenye masuala haya ya ARVs. Unakumbuka hapo awali watu walianza kuwa kama na wasiwasi vile kwamba itakuwaje. Leo hii tunazungumza ule wasiwasi haupo. Sisi ambao tumepewa jukumu la kuhifadhi zile bidhaa zipo kwenye maghala na zipo toshelevu, na hatujasikia kwamba kuna changamoto mwananchi amekosa aina zile za bidhaa ambazo zilikuwa zinatolewa kwa wahisani.
Kwa hiyo ni eneo ambalo tayari serikali imetoa fedha nyingi na uwekezaji na zinaingia kwa wingi. Na hatua ya pili ndio hiyo ambayo nilikwambia mara ya kwanza, tunaenda kuzizalisha wenyewe nchini. Ukizalisha nchini kwanza unajipa uhakika zaidi. Lakini la pili, badala ya kuchukua ile fedha na kupeleka nje ya nchi, unatengeneza ustawi ndani ya nchi. Kwa hiyo pale una build capacity, uwezo wa watu, lakini la pili ile hela inazunguka sasa na kuweza kuongeza uchumi katika eneo husika, lakini jingine ni kwamba ajira zinaenda kutengenezwa katika maeneo hayo. Farida? Ndio. Samahani mkurugenzi, tunaelekea katika dhana ile ya bima ya afya kwa wote. Mkiwa kama MSD mmejipanga vipi na hili sasa kuhakikisha kwamba dawa zinafika na watu wapate changamoto? Yes, ili ni jambo. Kabla hujaendelea mkurugenzi, nikukatishe, tuna simu ya Ramadhani. Karibu Ramadhani. Hello. Hello. Karibu. Hello. Tunakusikia Ramadhani, karibu. Unaongea na Ramadhani Batista kutoka Kilosa. Karibu. Samahani, kwenye sekta ya afya hususan kwenye huduma za afya vituo vya afya zimekuwa huduma zikitolewa kwa hafifu sana, ukizingatia ukienda pale unakuta vituo vingine huduma ukipewa upeo kama inavyopaswa. Ndio, kama huduma gani? Yaani unaweza kaenda kwa mfano sasa hivi unaweza kama upo na mgonjwa umeenda. Sawa? Huduma za pale mgonjwa anabidi apatiwe matibabu, unakuta mgonjwa yuko mahututi sana, alafu lakini sasa wahudumu wa pale unakuta hawajali, alafu hawazingatii mgonjwa yupo na aina gani ya matibabu, anahitaji nini. Yaani mapokezi yao yanakuwa ni asili tofauti na mara ya kwanza tulivyozoea. Hii kitaalamu tunaifanyaje? Na inakuwaje na serikali imejipangaje kulidhibiti ili hususan kwa wahudumu wetu wa afya waliopo kwenye vituo vya afya? Sawa. Ramadhani, unapatikana wapi? Kilosa. Asante sana. Na hili liko nje ya nafasi ya mkurugenzi ambaye tunaye hapa, lakini kwa kuwa upo Kilosa, bila shaka wa viongozi na wahusika wa masuala hayo wamesikia Ramadhani na watalifanyia kazi kama ambavyo tunaamini. Shida ya utoaji wa huduma za afya Kilosa huko, Ramadhani yupo na amesema hilo. Kwa hiyo wale mnahusika bila shaka mnaweza mkalifuatilia ili kufanyia kazi swala la bima ya afya kwa wote. Yes, nadhani niligusia kwamba bima ya afya ni msingi na inaenda kutatulia matatizo mengi sana katika sekta ya afya. Kama nilivyosema kwamba tuna jukumu la ununuzi, utunzaji na usambazaji wa bidhaa za afya. Sasa sisi MSD ili kuhakikisha hii bima ya afya inakuwa endelevu, yapo baadhi ya mambo tunayafanya ndani. Moja ni kuhakikisha kwamba zile bidhaa zinapatikana kwa unafuu. Kwa sababu hii bima ya afya ikiwepo alafu gharama zikawa za juu, ina maana hata ule mfuko wenyewe sustainability yake inaweza kuwa matatani kidogo. Kwa hiyo sisi kwanza tunahakikisha kwamba tumeandaa mikakati ambayo inalenga kuhakikisha bidhaa hizi zinapatikana katika hali ambayo ni unafuu. Lakini la pili sio unafuu tu, la pili ni availability. Wananchi wanataka waone hizo bidhaa zinapatikana. Na yapo maelekezo mengi tu, miongozo na kutoka kwa viongozi wetu tayari tumeshapokea kwamba hizi bidhaa zinatakiwa ziwepo. Tunazifahamu ni bidhaa gani tayari ambazo zinaenda kuwa kwenye kitita cha bima ya afya, tunazifahamu. Na sisi kwetu MSD kwa kuwa tayari tupo kwenye hii sekta kwa zaidi ya miaka 30, baadhi ya bidhaa tayari tunazo mle ndani. Kwa hiyo la pili hili ni la upatikanaji wa bidhaa za afya zenyewe. Tumejipanga vizuri ikiwemo kwamba sisi tunajua zinanunuliwa wapi, zinahifadhiwa vipi, na tumeenda kuongeza sasa wigo wetu wa kujenga maeneo ya hifadhi ikiwemo pale Dodoma, Mtwara, sasa hivi tuko pale Chato, Geita, tunajenga ghala kubwa sana la kuweza kuhifadhi. Hii tu ni kuongeza ule urahisi sasa kwamba mwananchi akihitaji anapata kwa urahisi. Lakini nyingine tunaimarisha. Tuko katika hatua ya mwisho, tunatengeneza mfumo ambao nadhani utakuwa ni miongoni mwa mifumo bora sana ya TEHAMA, ambao mifumo hii sasa itatupa taarifa zaidi ya kinachoendelea kwenye matumizi ya hizi bidhaa. Kwa hiyo kwa kujipanga na uwekezaji ambao umefanyika MSD kupitia serikali, basi tunaamini kwamba ni eneo ambalo na sisi tunashukuru ni eneo ambalo kwa kweli tutafanya vizuri na tayari tuko katika mwelekeo ambao ni sahihi kabisa. Sawa. Farida? Pengine pia mkurugenzi, vipi ubora na usalama wa hizi bidhaa ambazo mnazalisha, mnauzingatia kwa kiasi gani? Na ukiangalia sasa hizi mnatoa tenda za uzalishaji, mnaagiza, na tunajua biashara hii ya dawa ni biashara kubwa duniani. Kwa hiyo
wakati mwingine bidhaa ambazo sio zenye ubora, bidhaa feki, mnazingatiaje hiyo? Tuseme tu sisi katika bahati kubwa tuliokuwa nao sisi ni taasisi ya serikali kama nilivyosema hapo awali. Kwa hiyo kwa kuwa ni taasisi ya serikali ina miongozo na inasimamiwa pia na taasisi mbalimbali. Nilimtaja TMDA hapo awali kwamba kuna TMDA anatusimamia sisi wenyewe. Kwa hiyo sisi hatutoi zile dawa zikaingia kwenye mzunguko bila kukaguliwa. Lakini pamoja na hivyo sisi ndani tuna wataalamu wengi sana. MSD ina wataalamu tofauti sana wanaohusiana na sekta ya afya, kuanzia wafamasia, madaktari wa meno, madaktari wa binadamu, lakini pamoja na hivyo tuna wataalamu wa radiolojia, tuna wataalamu wa maabara. Kwa hiyo tunao wataalamu kutoka maeneo tofauti sana. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hata bidhaa zikipokelewa kabla zienda kuhifadhiwa, licha ya kwamba tayari tunakuwa tuna vibali mbalimbali, kuna wataalamu ambao wapo pale ambapo kwenye kitengo maalum kabisa kazi yao ni kujiridhisha sasa, je, hiki ambacho tumeshakipokea kinastahili kuhifadhiwa ili baadaye kiweze kuenda kutumiwa. Kwa hakuna bidhaa ambayo inatoka na kuingizwa kwenye mzunguko bila kuwa na uwepo wa watu ambao wamejiridhisha kwamba hii bidhaa ni sahihi. Lakini pamoja na hivyo hata ikienda kwenye mzunguko huwa tuna taratibu ya kufanya ufuatiliaji wa bidhaa ambazo tumesambaza. Kwa tunazo timu ni tofauti ambao wanaenda kujiridhisha sasa ile bidhaa inafanyaje kule, iko katika hali gani na mambo kama hayo. Na endapo itatokea changamoto ambayo inaweza kutokea katika sehemu yote duniani, basi bidhaa ile inaweza kurudishwa haraka sana. Kwa hiyo ni utaalamu ambao miaka 30 ni mingi, niseme tu kwenye sekta. Ni kitu ambacho tunakifanya na tunafanya vizuri sana kwenye eneo hilo. Na labda mipango tutegemee nini sasa kwenye uboreshaji wa sekta hii kutoka kwenu? Sisi kwetu kwanza ni kuongeza uzalishaji wa bidhaa za afya nchini. Kwa kweli tuseme katika eneo ambalo ni muhimu na nyeti ni kuwa na viwanda ambavyo sisi kama nchi tunaweza tukazalisha hizo bidhaa hapa na tukajitegemea wenyewe kama Watanzania na kuweza kuuza nje ya nchi. Kwa hiyo ni eneo moja kubwa sana. Lakini la pili ambalo niseme tunalifanyia kazi kwa kina ni matumizi ya teknolojia. Pale sisi tunatumia matumizi ya karatasi yamepungua kwa 98%, hatuna tena karatasi. Lakini sasa tunataka teknolojia ambayo itakuwa inaleta yale manufaa, yani inatusaidia from end to end. Kwa hiyo haya ni mambo makubwa sana ambayo tunategemea. Lakini kubwa sasa kwa wananchi wategemee kama kuna changamoto ndogo ambazo zilizokuwepo basi waone kwamba zinaenda kuondoka kabisa. Kuna magala, kuna magari, mambo mengi mazuri yanaenda kutokea kwa wananchi. Haya, asante sana. Sisi tutawapima kwa hayo ambayo umetuambia. Asante sana. Tunakushukuru sana Hassan kwa kuwa nasi. Shukrani sana. Asante sana. Asante Farida. Asante Juliet. Asante mtazamaji. Ni Hassan Ali, mkurugenzi wa ugavi na uendeshaji kutoka Bohari Kuu ya Dawa MSD, tukizungumzia masuala ambayo wao wana jukumu nalo: ununuzi, utunzaji, usambazaji na uzalishaji. Ametupa ahadi tutaendelea kuwapima kadiri vile tutakavyokuwa muda. Wanasema muda utaongea. Mimi ni Juliet Robert, asante kwa kuwa nasi mtazamaji, endelea kutazama ITV.